Naam, baada ya mchezo wa Simba na Mashujaa kumalizika na mnyama kufanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 2-0, goli moja la kideo kutoka kwa Libase Gueye. Naam, mwanafamilia wa Mam Media, ni ukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kutembea chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na ucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo na burudani kwa urahisi zaidi. Baada ya mchezo kumalizika wa Simba na Mashujaa na mnyama kufanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 2-0, goli la Libase Gueye lakini pia na Selemani Mwalimu limefanikisha kuibuka mnyama kifua mbele kwa magoli hayo mawili. Lakini mjadala mkubwa kwenye mtandao wa kijamii ni kuhusiana na ubora wa Libase Gueye pamoja na Oula. Hawa ni viungo washambuliaji wa klabu ya Simba ambao wamesajiliwa katika dirisha hili dogo. Bila shaka, kwanza kabla yote, kabla ya kuzungumzia huu mjadala, nimpongeze aliyesimamia usajili wa Simba katika dirisha hili dogo. Kaleta top player ambao wanakwenda kubadilisha kitu katika klabu ya Simba. Kumekuwa na mijadala kwenye mtandao wa kijamii, baadhi ya wachambuzi wakianza kutengeneza competition kati ya wachezaji hawa wapya wa Simba Sports na wachezaji wapya wa Young Africans. Wamemweka Libase Gueye lakini pia na Oula, lakini huko akamweka Dupe na Alan Okero. Hawa ni wachezaji wapya waliosajiliwa katika vilabu hivi vikubwa Simba na Yanga. Kwanza goli la Libase Gueye limeibua mjadala mkubwa kwa sababu amefunga goli la kideo nje ya 18. Bonge moja la goli inaonyesha kwamba ni top player, amekuja kuongeza kitu katika klabu ya Simba Sports. Lakini nimeona wakimfananisha Libase Gueye kama kiungo namba 10, akimfananisha pamoja na mchezaji wa Young Africans Alan Okero, kwamba Okero ana michezo miwili lakini hana goli, ila Libase Gueye ana mchezo mmoja na ana goli moja na pia ni goli la kideo. Kumekuwa na comment tofauti, kila mmoja akivutia upande wake. Mashabiki wa Simba wakisema Libase Gueye ni bora, mashabiki wa Young Africans wakisema Alan Okero ni bora kuliko Libase Gueye. Lakini pia wakamweka Dupe pamoja na Oula ambaye amekuwa machachari kweli kwenye mchezo wa leo. Lakini kwa mtazamo wangu mimi, Dupe na hawa wachezaji ambao wa Simba wapya hawa hauwezi kumfananisha, kwa sababu Dupe ni mchezaji ambaye namba 9, pasi ni mshambuliaji, lakini hawa ni viungo washambuliaji. Nafikiri Libase Gueye, Oula wanapaswa kushindanishwa na Alan Okero kwa sababu wanacheza namba 10, lakini pia anaweza kutokea pembeni, na ndo anavyocheza Alan Okero. Lakini nje na hapo huwezi kumfananisha Libase na Dupe au Oula na Dupe kwa sababu ni wachezaji wenye kariba mbili tofauti. Lakini hawa wachezaji ukiwafananisha na Okero, unaona kabisa ni wachezaji ambao wanastahili kufananishwa kutokana na stili zao za uchezaji. Lakini ni mapema sana sasa hivi kuwatengenezea competition hawa wachezaji, kwa sababu ndio kwanza ndio wameingia kwenye klabu hizi na zina pressure kubwa na mchezo ndio kwanza inaanza. Kwa hiyo tunapaswa kuwapa muda kwanza, tuangalie nani atakuwa bora baada ya nusu msimu huu kumalizika. Atakayekuwa na consistency ndiye atakayekuwa bora, lakini kwa sasa hivi ni mapema sana, japokuwa ameonyesha kitu. Okero kaonyesha kitu pale Young Africans, lakini pia Libase Gueye pia ameonyesha kitu kikubwa sana hii leo. Mchezo wake wa kwanza bonge moja la game, alionyesha mchezo mzuri pale dhidi ya Esperance pale nchini Tunisia, lakini kwa sababu ya game ilikuwa ni tough, lakini pia hajazoeana vizuri na wachezaji, ndio maana hakuzungumzwa sana. Lakini alionyesha bonge moja mchezaji, alionyesha jinsi gani yeye ni mchezaji mkubwa, amekuja kuongeza kitu katika klabu ya Simba Sports. Lakini hii leo wamecheza na Mashujaa, ameonyesha kwamba yeye ni mkubwa na ana uwezo mkubwa vile. Lakini Libase Gueye Oula na yeye amefanya jambo kubwa sana hii leo kule pembeni. Bila shaka Kipi Sawara bwana Mpanzu ana kazi kweli, kazini kwake kuna kazi. Oula ni baraa, Libase Gueye ni baraa. Sasa sijajua atakayemweka benchi ni nani, ila kiukweli wamekuja kuongeza kitu kikubwa sana pale eneo la ushambuliaji la Simba. Kama Simba tajiseto vizuri, basi tunataka kushuhudia kandanda safi sana kwenye NBC kwenye kipindi hiki cha nusu msimu kilichobakia. Nikukumbusha tena mwanafamilia wa Mam Media, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi.